moja mbashara. Donald Trump aliteuliwa kuwa rais wa 47 wa Marekani na atakuwa akiapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Wengi walitarajia kwamba angeapishwa nje ya ukumbi wa Capitol, ambapo takriban watu 1250 tayari walikuwa wamepata tiketi za kuhudhuria hafla hiyo, lakini ametaja sababu za kiusalama na vile vile kijibaridi ambacho kinashuhudiwa nchini Marekani kwa sababu ambayo itamfanya yeye kuapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Ni mara ya pili rais wa Marekani kuapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1985 ambapo Ronald Reagan aliapishwa kutokana na hali kubwa sana ya baridi ambayo ilikuwa ikishuhudiwa wakati huo. Sijui wale ambao walitarajia kuhudhuria hafla hiyo wakiwa pale nje ya ukumbi wa jumba la Capitol itakuwa vipi, kwa sababu ndani ya ukumbi sidhani kwamba idadi hiyo ya wale waliokuwa wamepata tiketi wataweza kuhudhuria, lakini tunatarajia viongozi mbalimbali kuweza kuhudhuria hafla hiyo, wengi wakiwa ni wafanyabiashara. Tunatarajia vile vile rais wa Argentina kuhudhuria hafla hiyo, waziri mkuu wa Italia vile vile anatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Vile vile tunatarajia kwamba wale ambao ni wasimamizi wa mitandao mbalimbali ya kijamii akiwemo Elon Musk, Tim Cook wa Apple, Jeff Bezos wa Amazon, Mark Zuckerberg wa Facebook vile vile watahudhuria hafla hiyo, wakati ambapo mtandao wa TikTok umefungwa nchini Marekani. Tutakuwa tukizungumza na Abdul Shakur muda usiokuwa mrefu atueleze na kinachoendelea sasa hivi, lakini vile vile kwenye hafla hiyo inayotarajiwa leo tunatarajia kwamba Barack Obama vile vile atakuwa rais mstaafu. Barack Obama anatarajiwa, vile vile George W. Bush na Bill Clinton na moja baada ya kupokea ushindi huo kutoka kwa mtangulizi wake Barack Obama ambaye alikuwa amehudumu katika taifa hilo. Donald Trump anaingia kwenye kumbukumbu za historia kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani kuapishwa kuwa rais akiwa na umri mkubwa zaidi, akiwa Donald Trump akiwa sasa kuna umri wa miaka 78. Tufululize sasa hadi Marekani, tuungane na mhariri wa VOA Abdul Shakur atueleze na hali iko vipi. Shakur, ni siku kubwa sana kwenu nyinyi wakazi wa Marekani, tueleze hali iko vipi? Najua ndo mmetoka kuondoka hivi kuamka, hali iko vipi kwa sasa? Kwa hakika hali ni baridi kali sana kama ilivyotabiriwa, na mambo yote yamehamishwa ndani ya ukumbi. Hata sherehe zile ambazo kawaida hufanyika nje hazitofanyika. Kwa hivyo rais mteule Donald Trump ataapishwa hapo saa 6 katika ukumbi mkubwa unaojulikana kama Rotunda katika majengo ya bunge, na hapo kutakuwa na sherehe na kila kitu ambacho cha kawaida hufanyika, na baada ya hapo kutakuwa na chakula cha mchana. Kabla chakula hicho watamuaga rais Biden ambaye atachukuliwa na helikopta kutoka hapo kurudi kwao kule nyumbani kwake. Halafu baada ya hapo watu watakuwa wakitizama kwenye televisheni kuu, hasa wale wafuasi wa Trump watakuwa katika ukumbi unaojulikana kama Capital One Arena ambapo alikuwepo huko jana. Watakuwa naangalia sherehe hizo zote. Alafu kuna uwanja mwingine wa mchezo umefunguliwa hii leo vile vile, ambapo watu wameambiwa wende, kwa sababu kuna karibu watu 200,000 walioalikwa kwa sherehe hizi, lakini inaonekana hawatokuja. Kwa hivyo hali kwa hivi sasa ni asubuhi. Nimeona watu wakipiga mstari mbele katika kuingia ukumbi huo wa Capital One, ambapo sasa ndo saa 2 asubuhi wataingia hapo, watasubiri mpaka saa 6. Kwa hivyo hali ndo hivyo ilivyo. Na ni jambo ambalo labda limewavunja wengi moyo, kwa sababu takriban watu 250,000 hivi 250,000 walikuwa wamenunua tiketi. Je, ukumbi huo wa Capitol unaweza kumudu watu wangapi hivi? Kwa sababu tunatarajia vile vile kuna wafanyabiashara na viongozi walioalikwa. Itakuwa vipi? Ni wangapi ambao wanatarajiwa katika ukumbi wa Capital One? Ukumbi huo unachukua karibu watu 20,000. Katika uwanja wa mall ambapo ingekuwa imefanyika hadhara kulikuwa watu 200,000, yani 200,000 waliokuwa wamealikwa, lakini uwanja huo unaweza kuchukua mpaka zaidi ya watu 1,000,000.
katika uwanja wa Capital One wafanyabiashara wanakuwa nje, manake jana tulikuwepo kule, wote wako nje, hawakuruhusiwa kuingia ndani, manake ndani huruhusiwi kuleta chochote kwa sababu Donald Trump mwenyewe alihudhuria, kwa hivyo usalama ni mkali kabisa, huwezi kuingia. Watu jana ilikuwa na mvua, kila mtu alikuwa na mwavuli, walibidi kutupa mwavuli wao nje mlangoni kabla ya kuingia. Kwa hivyo ndani inakuwa ni tabu kabisa kuweza kuingia mahala Trump atafika. Kwa hivyo wafanya biashara wanakuwa nje. Katika ukumbi huo wa Capital One unachukua watu 20,000. Na tunapotaja wafanyabiashara, tumemwona Trump miongoni mwa wale ambao wamewaalika ni wale wakuu wa mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Apple, Amazon. Wakati ambapo mtandao wa TikTok umepigwa marufuku nchini Marekani. Je, hali imepokelewa vipi? Matarajio haswa ya vijana ni yapi anapoapishwa Donald Trump, wakati ambapo mtandao huu ambao umesheheni vijana umepigwa marufuku nchini Marekani? Ndio, mtandao umepigwa marufuku na mahakama kuu imeunga mkono, lakini utekelezaji wake ulibidi ufanywe na serikali. Biden akasema amesema ameipatia siku 90. Kwa hivyo siku 90 kuna majadiliano yanayoendelea kuhusu nani anaweza kumiliki kampuni hiyo, kwa sababu ugomvi ulikuwa ni kwamba kampuni hiyo ilikuwa ibidi iuzwe kampuni ya Kimarekani kufikia siku ya jana. Kwa vile hakupatikana mtu, sasa Trump anasema anajaribu kuzungumza na wenye TikTok kuweza kuhakikisha kwamba wanachukua labda ambalo linawapa tabasamu. Wengine ambao wamekosa lepe la usingizi ni wahamiaji nchini Marekani, kwa sababu tunakumbuka wakati wa kampeni zake Donald Trump alikuwa mwepesi kuzungumzia swala hili na alilipa kipaumbele kwenye kampeni zake, swala kuhusu uhamiaji, ule mpaka wa Mexico na kadhalika. Je, wahamiaji nchini Marekani wanahisi vipi anapochukua hatamu za uongozi? Je, wana wasiwasi? Hisia zao ni gani haswa? Wahamiaji ambao hawana hati za kuishi hapa wameingia hofu kubwa kabisa, wana wasiwasi mkubwa, kwa sababu Trump amesema akiingia madarakani leo saa 10 saa za hapa Marekani ataanza kutia saini hatua au amri za utendaji 100, na mojawapo ya kwanza kabisa saini atatia ni kupiga marufuku wageni kuingia hapa kwa njia isiyo halali, na vile vile kuamrisha vikosi vya usalama kuhusiana na mipaka kuanza upelelezi na kuanza uvamizi wa wahamiaji walioko katika miji ambao wanapatiwa hifadhi. Mfano hapa Washington, kuanzia kesho Jumanne, inasemekana polisi wa idara ya uhamiaji ICE inafahamika wataingia maeneo mbalimbali kuanza kutafuta wahamiaji wasio na kibali na kuwarudisha nyumbani. Kwa hivyo wasiwasi ni mkubwa sana. Haijulikani itakuwa namna gani. Wengi kati ya wahamiaji ambao hawana vibali wameanza kujificha na kuwa na hofu. Na bila shaka ni swala ambalo linawatia hofu kweli kweli, kwa sababu wengi wanamwamini Trump kuwa ni rais ambaye anasema na kutekeleza. Ni lipi lingine ambalo limejitokeza pakubwa haswa anapotarajiwa kuapishwa Donald Trump mchana wa leo, ambalo huenda wengi limewapa matumaini au huenda kuna wale ambao limewakosesha usingizi? Lipi lingine kubwa ambalo limejitokeza kufikia sasa? Mpaka hivi sasa ndo yale aliyosema Trump, manake amezungumzia masuala yale kwamba miongoni mwa mambo atatia saini ni kupunguza kodi kwa matajiri. Hilo limewashangaza wengi. Vile vile kuchukulia hatua mbalimbali kurejesha hali ya nidhamu anavyosema. Wasiwasi mkubwa ni Elon Musk kwamba watapunguza matumizi ya serikali na hivyo kupunguza wafanyakazi wa serikali. Hilo litia wasiwasi, lakini wale wafuasi wake vile vile upande wake amesema atarudisha masuala ya uhuru, swala ya kidini, masuala kubwa sana ni utoaji mimba. Anasema atapiga marufuku zaidi swala hilo, na haki za uzazi ni masuala ambayo yanawashughulisha wengi, wale wanaounga mkono hilo na wale wanaopinga. Manake nchi hii imegawika vile vile juu ya swala hilo kubwa la utoaji mimba, na hilo watu wana wasiwasi kwamba Trump atashikilia kwa nguvu litekelezwe. Naam, labda kwa ufupi sana unapoondoka, tunatarajia atatumia Biblia aliyoitumia mwaka 2017, kwa sababu ni Biblia ambayo ilitumiwa na Abraham Lincoln mwaka 1861, na vile vile alitumia Biblia aliyopewa na mamake marehemu. Je, tunatarajia Biblia hizo ndizo atatumia au kuna lolote ambalo limebadilika?
Sijasikia mabadiliko yote, nafikiri atatumia Biblia hizo mbili, lakini tukipata habari zaidi tutakuleteni. Naam, bila shaka. Shukran sana Abdul Shakur, ni mhariri katika shirika la VOA, Voice of America. Asante sana kwa kuungana nasi, ni mapema sana. Tutakuwa tukirudi kwake baadaye na wanahabari wengine wetu ambao wako Marekani watueleze na mengi zaidi kuhusu kuapishwa kwa Donald Trump baadaye hii leo. Lakini tutakuletea uapishaji huo mbashara kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1, kwa hivyo usipitwe. Tukirejea humu nchini, wakazi wa mitaa ya Mathare hapa jijini Nairobi wameandamana kufuatia kuuawa kwa mkazi mmoja mapema leo asubuhi.